Katika kuhakikisha tatizo la madawati linatatuka kabisa kata ya Ndagoni, halmashauri ya wilaya Mafia kwa kushirikiana na uongozi wa kata ya Ndagoni wametengeneza madawati 40 na kupeleka katika shule za msingi za kata hiyo. Akikabidhi kwa wawakilishi wa shule hizo, mkuu wa wilaya Mafia Aziza Ali Mangosongo amewapongeza wananchi, viongozi wa kata ya Ndagoni na halmashauri kwa kuliona tatizo hilo na kulitatua, sambamba na kuwataka viongozi wa kata nyingine waige mfano huo. Niwashukuru sana, niwapongeze wananchi wote wa Ndagoni na nikupongeze sana mtendaji kwa kuorganize hii shughuli mpaka imefikia leo. Na hii inaenda kumaliza changamoto ya madawati katika shule za msingi ambazo ziko kwenye kata ya Ndagoni. Lakini bado inakuwa haijamaliza changamoto ya madawati katika wilaya nzima. Nichukue nafasi hii kuwataka watendaji wengine wa kata na viongozi wengine wenye maeneo yao waige mfano wa Ndagoni, wahamasishe wananchi na wadau mbalimbali wajitokeze kuja kuleta kuchangia madawati, lakini vile kuchangia swala zima la elimu. Mungu awabariki sana, bado tuna uhitaji pia, lakini vile nachukua nafasi hii kuwashukuru wadau wengine CRDB, watumishi wa CRDB moja nao walituletea madawati hapa na wadau wengine ambao wameleta. Kwa hiyo niwaombe wafanya biashara, wakulima, wafugaji, wavuvi, watumishi, sio mbaya kwenye amana yako ambayo umeiweka basi ukasema basi napeleka hata dawati moja pale kwa mkuu wa wilaya, ili utakapoleta wewe moja mwanzo wa 1000 ni moja, utakapoleta wewe dawati moja na mwingine akaleta dawati moja, mwingine akaleta dawati moja, mwisho wa siku yanakuwa mengi na tunaweza tukamaliza changamoto ya madawati katika shule zetu. Japokuwa halmashauri imetenga fedha, budget imetengwa kwa ajili ya ununuzi wa madawati na viti na meza, tayari ipo kwenye mpango. Katika makabidhiano hayo, mwenyekiti wa halmashauri ya Mafia Juma Salum Ali na mtendaji kata ya Ndagoni Khadija Abdi wameeleza mipango mikakati walioitumia hadi kukamilika kwa madawati hayo. Hiki ambacho kinaonekana hapa ni sehemu ya utekelezaji wa changamoto ya vikalio kwenye shule zetu za msingi na sekondari, na huu ni mfano ambapo nguvu za wananchi zinaungana pamoja na serikali kwenda kutatua hii changamoto. Halmashauri yetu bado, baada ya kazi kubwa Mheshimiwa Rais kupanua miundombinu ya madarasa, tuna changamoto kubwa sana ya vikalio, hususan madawati shule ya msingi, viti na meza kwenye eneo la sekondari. Sasa wenzetu wa Ndagoni hapa ni moja mfano ambao unatakiwa uige katika maeneo mengi. Wananchi wamechangishana kutafuta mbao, kutafuta fundi, hela ilipopungua halmashauri ya wilaya ya Mafia wakaja wakatuomba tukaongezea. Leo hii tunakwenda kumaliza changamoto ya vikalio pale kwenye kata ya Ndagoni. Ni mwezi wa pili mwaka 2024 ambapo tulibaini changamoto ya upungufu wa madawati 40 katika shule za msingi zilizopo kata ya Ndagoni. Wakati tunaweka mikakati ya kufanikisha upatikanaji wa madawati, pia tumewaalikwa kwenye kikao cha wadau wa elimu ambacho kiliongozwa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa ajenda hiyo ya kuhakikisha tunapata madawati. Basi nasi tukapata ridhaa ya kuhakikisha kwamba tunachangia na kuhakikisha tunapata madawati hayo, ambapo tulikubaliana kuchangia kwa viwango tofauti kwa wadau tofauti. Lakini tunashukuru katika michango yetu tulifanikiwa kukusanya shilingi milioni 1,940,000 ambapo tulielekeza kwenye uchanaji mbao, lakini pia tulielekeza kwenye kumlipa fundi pamoja na usafirishaji. Hatimaye badala ya kukusanya mbao tukawa tumeziweka, lakini tukawa tumeomba msaada halmashauri ya wilaya kwa ajili ya kupata fedha ya utengenezaji wa madawati hayo. Pia halmashauri ya wilaya ilituchangia shilingi milioni 1, tukawa tumefanikisha kutengeneza madawati 40. Hivyo madawati haya 40 yamegharimu jumla ya shilingi milioni 2,940,000. Mimi ni Hadija Waziri na hii ni Haswa TV.